Karibu tena mpenzi mtazamaji, na asante kwa kujumuika nasi kwenye kipindi chako cha Mkulima. Pilipili kwa waraibu wake ni kiungo kitamu sana, na kwa wengine ukiangalia kwa mbali kwa sababu ya mwasho wake. Usichokijua ni kwamba pilipili inaweza ikakupa kipato kizuri sana, haswa kwa masoko ya nje. Lakini je, unaipandaje hii pilipili? Kasisi Grace anatujuza zaidi. Kitengela ni kati ya maeneo kame huku kwetu. Hivyo, watu wengi eneo hili utapata wamejenga majumba ya kukodi badala ya kilimo, kwani kuna uhaba wa mvua ya kutosha. Askofu Grace yeye ana wazo tofauti. Akiwa mchungaji, anajua vyema Mungu hubariki kazi ya mikono yetu na kuna thawabu nyingi kwa kufanya kazi kwa bidii. Hivyo, yeye na mume wake wakajitosa katika kilimo. Kilimo cha pilipili ni kilimo ambacho mimi kwa sababu ni kuna uzoefu wa kufanya, ni kilimo kizuri na ni kilimo ambacho mtu anaweza akajifaidi katika maisha yake, na ni kilimo ambacho ni cha gharama kidogo kiasi, lakini mtu kajipanga vizuri katika kila kazi ndio utakuta ya kwamba hicho kilimo utakiweza. Kilimo cha pilipili ni kilimo unaweza kupanda ukakilima nje, sababu kituona vile tuko hivi tu katika shade net, na katika shade net itakuwa ni gharama kidogo kushinda kulima kule nje, lakini yote utalima pilipili vizuri. Kilimo cha pilipili ni kilimo kizuri haswa unapozingatia matakwa yake. Pilipili hukuzwa nje peupe na pia ndani ya vyandarua. Njia zote mbili ni sawia, lakini hakikisha wanunuzi wako wanapenda njia ipi. Ukilima pilipili ya nje, maana mwanzo nilianza na hizo za nje, market yake iko, kuna market nzuri na haina challenge katika hiyo market. So nilima nje na ikawa si lazima nikuwe na contract na mtu ili nimuuzie. Nilikuwa tu ninasema chili niko nazo, natafuta customers kwa urafiki tu, watu wananiambia fulana nataka nachukua. Baada ya muda nikakuwa introduce kwa another company ambao walikuja wakaona kazi yangu na wakaniambia wanataka niwalimie pilipili. So waliponiambia wakakuta nilikuwa na shade net ambao nimeweka, nilikuwa nalima pale French beans tu katika kujifunza kulima French bean ndani ya shade net. Ndio wakaniambia hapana, pilipili zinalimwa ndani ya hii shade net na inafanya vizuri. So kutoka hapo mimi sasa nikaanza kujifunza kulima ndani ya shade net na mpaka sasa hapo ndio nipo. Iwapo wewe ni mkulima ama mraibu wa pilipili, huenda umetambua aina mbalimbali tofauti za pilipili. Mbali na majina yake, umbo na mwasho wake uko tofauti pia. Pilipili ziko aina nyingi, na utofauti wa pilipili unaenda kwanza na ukali wa pilipili. Kuna kama ile habanero, hiyo ni kali zaidi. Then kuna cayenne, then kuna badai, then kuna ile wanaita fingerlings ama demon F1. Na aina nyingi na ziko na utofauti. Kuna ile ambayo ukila si kali, hiyo inaitwa ina jina yake, inapotea tu kidogo hivi. Hiyo hata unaweza ipika tu kama mboga ya kawaida, but iko katika darasa za chilies. So ziko aina nyingi. Na tunapozivuna, tunavuna zile ziko red, kuna zile tunavuna zikiwa green. Na hiyo pia unakuta ndio kuna utofauti. Upanzi wa pilipili iwe unazipanda nje ama ndani ya chandarua ni sawa. Kwanza panda mbegu zako kwa nasari, kisha baada ya miezi miwili mbegu zako zitakuwa tayari kuhamishwa na kupandwa shambani. Kwanza kabisa ukiwa na hiyo mbegu umeinunua ama mwenyewe umevuna zako ukakausha, pilipili mara ya kwanza unapoichukua ndio uende katika nasari, inakaa miezi miwili. Ama mara wanasema mwezi moja na nusu, lakini sisi tuna prefer zikiwa miezi miwili ili iwe imekuwa vizuri na imeunda mizizi vizuri. Then kitoka pale tunakuja tunaipanda kwenye shambani, na unapoangalia sisi kilimo chetu tunafanya na drip line. So sasa tunapoileta pale sasa ndio tunaipanda chini, na tunaipanda katika distance ya kiwango kama lula moja hivi. Na tunaipanda, tunaweza kama kuna zile tunapanda ikiwa line moja tu, lakini inaenda ikiwa imespread, na pia kuna zile tunazipanda zikiwa kwa line moja ziko mbili lakini zinaenda zikiwa zigzag.
So kutoka pale ukishazipanda zitachukua siku 72 ama siku 68 na utaanza kuvuna mmea wa kwanza akiwa green. Uzuri wa mmea huu, baada ya kukomaa utaweza kuvuna pilipili zako ziwe zile nyekundu ama za kijani kibichi kila wiki kwa takriban mwaka mmoja. Kazi yako ni kuendelea kuupa mmea wako maji kiasi na madini ili usififie. Pilipili manufaa yake ni kama tunasema kwa Kiingereza herbs. Na pia tunasema pia ni kama spice. So unakuta pilipili wengi kuna chakula hawezi kula. Hapa Kenya pilipili sana hatuitumii sana. Lakini kuna nchi kama Nigeria wanatumia chili sana. Na sasa nchi za nje. Mwanzo pilipili tutaikula kwa chakula kwa sababu ya kuongeza hiyo utamu. Na pia inatumika kama dawa. Watu husema pia ni dawa ya ulcers. So kule inakoenda inatumika kama chakula na pia watatengeneza dawa kutoka kwa pilipili. Mmea huu hukua vizuri katika maeneo kame, kwani unahitaji kiwango kidogo cha mvua. Iwapo unatumia mfumo wa drip, fungulia maji kidogo sana. Lakini ukinge kutoka kwa baridi kali, kwani baridi husababisha magonjwa na kujipinda kwa pilipili. Pilipili, hata unapomwona watu wanasema sometimes wanasema pilipili hana magonjwa ama hana challenges, kwa sababu kuna zile pilipili tulizilima ambazo haziko graded katika viwango vya maana. Hizo unakuta hazina challenges. But hizi tunazozilima ambazo kwanza ni certified seeds ambao tunasema ni F1, zina challenge zake. Na that's why ili sisi tuweze kufikia kiwango cha pilipili zetu kwenda internationally katika soko za Europa na US, ni kwa sababu kuna viwango tumewekewa. Lazima tulime chili zetu zikiwa chini ya shade net, kwa sababu kuna magonjwa mengi ambao huvamia chili za F1 ambao lazima zizuiliwe katika shade net. Maana shade net ni climate ambayo imezuiliwa ambayo inasaidia. Unapoangalia hizi pilipili utakuta kuna huyu amejikunja. Huyu ameafektiwa na ugonjwa ambao ni wa podari ambao hatukuweza kumcontrol wakati wa mvua. Na wakati alikuwa ameweka maua, ugonjwa ukaingia kwenye maua. Na kwa sababu ya kipindi chote cha mvua hatukuweza kuspray, hatukuweza kuzuia baridi wala chochote. So amekomaa akiwa na shida, na huyu haezi enda soko kwa sababu amekuwa ni reject. Ule anaenda sokoni lazima akuwa amenyoka hivi. Na hiyo ndio inatakana Europa, na amekuwa certified ya kwamba ataenda sokoni na hata kuwa na madhara yoyote. Pamoja na huyo wa green, kimuona pia amenyoka, huyo ataenda kwenye soko. Changamoto kubwa ni baridi. Hapendi baridi kabisa. Kwanza baridi ya kutoka chini na baridi ya kutoka juu inamuaffect sana, ndio nakuta matawi yanakaa hivi. Sababu hiyo ni baridi. Tunaweza kuzuia baridi kwa madawa ambazo zinatumika, ambazo tunazispray, na tunazispray hata kabla hajakuwa affected. Lakini akishakuwa affected hivyo, itabidi tu muendelee kumtibu, lakini hii matawi zitaenda zote zikimwagika chini. Soko la pilipili ni kubwa sana, hata wakulima hawawezi limaliza. Mbali na huku kwetu nchini, askofu yeye pilipili zake huziuza nchi za nje kwa sana. Mimi pilipili yangu siuzi loko, naiuza Europa. Kule ndio pilipili zangu zinaenda kupitia kampuni ambao ninawasupplyia, zao zinaenda Europe, na bei ikienda kule inakuwa iko sawa kushinda wala nanunulia hapa sokoni. Maana kitambo wakati nilikuwa nalima nje, the bei ya juu sana walinunulia shilingi 100. Lakini tangu niingie katika kulima ndani ya shade net na kutimiza zile regulations zinazohitajika na soko za Europa, ikawa sasa bei inatoka kutoka 100 mpaka 140, na pia kulingana na vile wale wanaokununulia. Kikiwa uti wa mgongo wetu na kati ya zile nguzo muhimu kwetu, kilimo kimekuwa na faida kwa wakulima, wanunuzi na nchi kwa jumla. Basi himizo ni jameni, turudi shambani na tuzingatie kilimo biashara. Nashukuru Mungu ya kwamba Wakenya sasa wameanza kujua kilimo kinafaa katika nchi. Unajua wakati rais wetu wa kwanza Kenyatta alisema kuna karibu vitu 4 lazima tupigane nazo. Tupigane na ujinga, tupigane na njaa, tupigane na magonjwa, na pia tupigane na infrastructure.
tukuwe na infrastructure ya kutosha. So wakati tunapoangalia njaa, Kenya miaka ya kitambo hivi kulikuwa wakulima tunalima chakula. Lakini miaka zikaja hivi ukulima ukaanza kuwa una challenge. Hivi sasa tunarudi kwenye ukulima. Tunalima chakula ya kila aina, hata viazi, tunalima carrots, tunalima katika mchanga. So nakuta ya kwamba tuna feed inchi, tuna feed watoto wetu, na tuna feed Europa, na tunaweka pesa mfukoni. Si kilimo tu cha mimea na matunda aina mbalimbali, askofu anapenda pia ufugaji wa nyama kama vile kuku, mbuzi na ng'ombe wa maziwa.